Hujambo mwanafunzi wangu wa leo, karibu kwenye somo letu la Kiswahili. Kumbuka hii ni grade yetu ya kwanza na tupo na mada yetu ya leo, mada kuu, karibu darasani. Na katika mada kuu ya leo, karibu darasani, kuna vitu ambavyo tunaenda kujifunza kutokana na darasa. Na ukiangazia mada ndogo, tunasema vifaa vya darasani. Karibu, mimi ni mwalimu wako Gentrix. Tunapozungumza kuhusu darasa, darasani. Darasa inapatikana wapi? Kwanza vile utaweza kukumbuka, darasani lazima niwe shuleni, mazingira ya shuleni. Kwa hivyo pale shuleni kuna madarasa. Na darasa ni nini mwanafunzi? Ukiweza kujiuliza darasa ni nini? Naam, tunaweza kusema darasa ni chumba ama vyumba ambavyo vinapatikana kwenye mazingira ya shule, na kwenye darasa kunapatikana na wanafunzi, na pia kuna mwalimu ama walimu. Kwa mfano tu, utanipa muda nikaweze kuonyesha tu baadhi ya ukitazama hapa kwa umakinifu ama kwa utaratibu utaweza kuona picha hiyo ambapo kuna wanafunzi darasani. Kuna wanafunzi darasani na pale mbele kuna mwalimu. Kwa hivyo darasani kunapatikana wanafunzi na mwalimu. Kwa hivyo tunaangazia darasani. Na mada yetu ndogo inaangazia tu vifaa vya darasani. Kwa mfano, niko hapa, mimi ni mwalimu na nipo darasani. Ni vitu vipi ambavyo ukiangalia kwenye mazingira ya darasa unaweza ona ni vifaa vipi vinapatikana kama darasani? Kwa mfano, ukiangalia kitu cha kwanza, huu ni ubao mweupe ambao unatumiwa na mwalimu kuandika. Na mwalimu anapoandika, kuna hii kalamu ya wino anatumia kuandika kwenye huu ubao mweupe. Pia kumbuka kuna ule ubao mweusi